Tunarudi nyumbani tarehe 19. Moja kati ya mchezo muhimu ni huu tunaoenda kucheza tarehe 19. B19 sasa hivi wamekuwa wakifanya vizuri, yes. Wamebadilika kabisa. Tulicheza nao mchezo wa mzunguko wa kwanza ilikuwa Morogoro pale. Yeah. Mechi ilikuwa ngumu sana, kuja kupata goli moja. Obe Chilo wanafungwa dakika za mwisho, si dakika 80 ngapi? Kama 86 hivi. Yes. Kwa hiyo kipindi kile hawakuwa vizuri kama kipindi hichi. Yeah. Mara mwisho niliona wanacheza na Simba FA. Yes. Unaona timu yao imeimarika, wako impact, wameongeza wachezaji wapya wengine, kwa hiyo tunaamini wana timu nzuri, hautakuwa mchezo mrahisi. Ndio maana tumerudi kambini mapema. Nia ni kufanya maandalizi full kuanzia kwa mchezaji mmoja mmoja. Nafahamu pia tulifanya usajili wa wachezaji wapya, kwa hiyo tumetumia muda huu pia kuunganisha timu. Yeah. Irudi kwa umoja ili tuende kufanya vizuri katika mchezo hii ambayo inaelekea kuanza. Kila mchezo unaokuja mbeleni, this kwetu ni finali. Unapoona Kagera Sugar inaenda kucheza mchezo wote, yes, ujue hiyo ni finali. Kwa hiyo sisi kila mchezo tunauhitaji. Yes. Kwa hiyo nitoe hofu tu mashabiki na wapenzi wa Kagera Sugar kwamba katika hii michezo 9 sisi tunaanza tarehe 19. Yes. Na B19 jitokeze kwa wingi Kaitaba, itakuwa ni mchezo kama sijui nikwambie ni mchezo wa namna gani. Itakuwa mchezo ambao uelezeki kwa sababu hao watu bwana, yeah, tuna jambo nao kubwa sana. Kuna maneno fulani walikuwa wanaongea. Yes. Na sisi sio watu wa maneno kama mnatufuatilia. Kwa hiyo, yes, kuna kitu tumewaandalia na tunaamini kwamba utakuwa mchezo mzuri. Tumebarikiwa niseme hivyo. Tuna mwalimu ambaye ni mwalimu mzuri, mwalimu mwenye uzoefu mkubwa, takriban miaka 23 kama sijakosea. Yupo katika mpira huu wa Tanzania. Kwa ni mtu ambaye anajua nini anafanya. Ukishafanya kazi na mtu ambaye anajua nini anafanya, kazi yako inakuwa rahisi sababu anachokifanya anakijua na anakielewa kwa namna pana zaidi. Lakini kingine, Mwalimu Juma Kaseja ni mtu ambaye ni mtu wa ajabu sana, ngoja nikwambie. Ni mtu ambaye anapenda kushare na watu wengine vitu. Sisi tukienda mazoezi pale, baada ya mazoezi tunakaa kikao. Kila mtu anakuwa yani ni free discussion kwamba wewe umeonaje mazoezi leo? Kitu gani kiongeze? Lakini pia hapo kingine, Mungu alichotujalia sisi katika benchi yetu wa ufundi, watu ambao wamesoma hizo kozi za coaching ni karibu 80%. Nadhani ni labda kit manager tu wawili na doctor wa timu ndo wajapitia katika hizo kozi. Kwa hiyo tumekuwa na mchanganyiko wa watu ambao wanaishi mpira, wanapenda mpira na wapo katika hii tasnia kwa uzoefu mkubwa. Naye pale Paul Ngwai anahudumu kama mratibu wa timu, lakini unafahamu kwamba ni mtu ambaye anaujua mpira vizuri. Yes. Lakini pia wapo wengi naye pia mtu Coach Bube, nadhani wengi mnamjua, ni mwenyeji hapa na timu nyingi za hapa Kagera wanamjua hapa. Lakini yuko pia meneja Beni, naye ni mtu ambaye amepitia katika kozi, ni mtu ambaye pia anauishi mpira. Kwa hiyo huu ni mtaji ambao tumejivunia kuwa nao na tunajivunia kuendelea kuwa nao kwa sababu tunashare mawazo na mwalimu anatuhamasisha kwa sababu ni mtu ambaye anapenda ushirikiano, ni mtu ambaye anapenda kupokea mawazo, lakini ni mtu ambaye anajua kama nilivyokuambia nini anachokifanya. Kwa hiyo hii inasaidia sana kujisahihisha na kuona timu inachezaje au wapi tumekosea, nini tufanye ili kiwe bora zaidi. Ndio maana unaiona Kagera Sugar ipo vizuri sana hasa katika upande wa mbinu na uwanjani, yani ukitoa mambo mengine ya nje ya uwanja. Hapo kwa kuongezea Steve, yes, inasemekana kwamba mechi nyingi za championship zinachezwa nje ya uwanja. Inasemekana hivyo. Wewe unasafiri na timu inapotoka kwenda kucheza ugenini na mechi ambazo zinachezwa hapa nyumbani Kagera. Ni jambo la kweli kwamba mechi nyingi za championship zinachezwa, yani ukiwa vizuri kiuchumi basi mambo yako yanaenda vizuri championship. Na nyie mko kwenye eneo zuri la kukaribia kupanda ligi kuu. Mimi kwenye point yako hiyo nitakuwa tofauti na wewe kidogo. Mimi nitasema nawapongeza sana bodi ya ligi kwa usimamizi ambao umekuwa tofauti kabisa na championship ambayo watu wamekuwa wakiwazia kwenye vichwa vyao. Championship ya msimu huu imekuwa ya tofauti kidogo kwa sababu ina usimamizi bora, timu zimewekeza,
wachezaji wenye quality kubwa wapo katika ligi hii. Yani ni ligi ina tofauti kidogo sana na NBC, kwa sababu kule labda kuna wachezaji wa kigeni wengi sana, lakini huku pia championship tunao. Tunatofautiana vitu vidogo sana, lakini championship ni moja kati ya ligi bora sana, ligi yenye ushindani, ligi ambayo ina idadi kubwa ya vijana. Kwa hiyo ukienda kwenye mechi unapata ile test ya mpira ule wa nasema mpira wa Kiafrika, mpira wa kugusana, mpira wa kutumia nguvu. Changamoto lazima ziwepo, hata ligi kuu naona kuna changamoto siku zote, watu nasikia wanaendelea kulalamika, lakini mimi niendelee kuwapongeza bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa kuendelea kuonesha jitihada katika hizi ligi zetu, na naamini tupo katika safari na siku moja tutasherehekea, kwa sababu tutakuwa tumevuka katika stage kubwa sana. Mimi naona kila siku mpira wetu unazidi kuendelea, ligi zetu zinazidi kuendelea. Mimi nafuatiliaga mpaka ligi za mikoa hii. Yes. Tusifuatilia ni tofauti na miaka miwili nyuma au miaka mitatu. Kwa hiyo unasema wewe ni mindset ambazo zipo katika midomo ya watu, lakini sisi tunaishi katika hali ya kupambana. Naamini kabisa mwenye kupambana, mwenye kuandaa timu vizuri ndiye atakapata ushindi.